Hali gani mpenzi mtazamaji wa DNA TV? Karibu kwenye kipindi cha maisha na siasa, na siku ya leo tumeweza kupata fursa kufanya mahojiano na diwani wa kata ya Mbweni, Mheshimiwa Abdulkadri Mgeni. Kuwa nasi mwanzo mpaka mwisho, kuna vitu vizuri sana tumekuandalia, utavipata kutoka kwa Mheshimiwa diwani wa kata ya Mbweni. Usisahau kusubscribe, comment na kushare. Nashukuru sana. Wananchi wa Mbweni wamekuamini kuwa diwani wao baada ya kuwa mwenyekiti wao wa Chama cha Mapinduzi kata ya Mbweni. Unafikiri ni kipi ambacho kimeweza kuwavutia mpaka wakaamua uwe diwani wao? Asante sana ndugu mtangazaji. Ni kweli, kwanza ni washukuru sana wananchi wa kata ya Mbweni kwa imani kubwa walionipa. Ninadhani muda wangu ambao nimekuwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi kwenye kata hii ya Mbweni, wameona kwamba ni mtu ambaye naweza kushika nafasi hii kwa namna ambavyo tumefanya kazi kubwa ya kukijenga chama, lakini pia kusimamia utekelezaji wa ilani na ahadi za serikali yetu iliyopita. Kwa hiyo tumefanya kazi kwa pamoja sana, lakini tumekijenga chama. Na sisi kata ya Mbweni, nadhani kama utakuwa umesikia, tulikuwa na slogan yetu ya umoja, mshikamano na upendo. Ile ilitufanya tukawa wamoja, tukawa na mshikamano. Kwa hiyo tukawa tukishirikiana kwenye masuala yote. Kwa hiyo tumefanikiwa mambo mengi sana ndani ya uongozi wangu nikiwa kama mwenyekiti wa chama hiki kwenye kata hii, nikishirikiana na viongozi wangu wa kamati ya siasa, halmashauri kuu pamoja na wanachama wote. Lakini pia wananchi wa kata ya Mbweni wametuamini kwa sababu tulikuwa tukiatenda na kufuatilia yale yote ambayo serikali ilikuwa ikipaswa kuyatimiza na kuyatekeleza kwenye kata yetu. Kwa hiyo ndio ilijenga imani kubwa sana, na hatimaye wakaona kwamba wanipe nafasi ya kuwa diwani wao. Okay, sasa tayari wamekwisha kuamini wewe ni diwani wa kata ya Mbweni. Ni kitu kipi ambacho ungependa kabisa unavyoanza hivi uanze nacho? Kwenye maendeleo huwezi ukachagua kimoja. Lazima ujaribu kuvifanya kwa vyote. Japo vipo vingine vina kipaumbele zaidi. Na ukiwa kiongozi hasa kwenye serikali, ukisema uanze na hivi, vile vingine vitakuwa haviendi, na vitakuwa kwa sababu vinagusa maisha ya wananchi moja kwa moja, basi huenda wakashindwa kupata ile huduma. Kwa mfano ukisema sasa hivi uende ukaanze na barabara, wapo watu wana changamoto za huduma za afya. Okay, yani inamaanisha kwamba yawezekana kuna kero ambayo ni kubwa ambayo inawagusa watu wengi zaidi, ambao kelele yao wakati ukiwa mwenyekiti ulisikia ikipazwa zaidi. Sasa katika zile kero ambazo unahisi ni kubwa ambazo umezisikia zaidi kwa wananchi, yawezekana isiwe moja, zikawa labda 5, 10, lakini kuna ile kabisa ambayo imegusa watu wengi na imepigiwa kelele zaidi, ni ipi ambayo unatamani kabisa uanze nayo katika uongozi wako? Nimekuelewa hata kwenye swali la kwanza. Sema nilikuwa nakujengea msingi wa vipaumbele vyangu, kwamba yale mambo ambayo tutakayofanya tutakapoingia madarakani. Tushaingia madarakani kwa sababu uchaguzi umeshakwisha, na mimi sasa hivi ni diwani mteule. Tunasubiri utaratibu wa manispaa kwa ajili ya kuapishwa. Lakini niseme kata yetu ya Mbweni kwanza imejaliwa miradi mingi ya maendeleo, lakini ina changamoto pia, kwa sababu ni katika kata ambayo inakuwa kwa kasi kubwa sana. Kwa hiyo wananchi wengi sasa hivi na watu wengi wanatamani kuja kuishi Mbweni. Kwa hiyo ongezeko la watu linaleta pia uhitaji wa huduma. Zamani tulipokuwa, wakati mji huu unaanza, ilionekana kwamba hata shule moja tu inatosha. Lakini leo hii tuna mitaa 5, kila mtaa unahitaji kuwa na shule.
Kwa hiyo lazima tuhakikishe kwamba huduma ya elimu kwa watoto wetu inawafikia kila mtaa, watoto waweze kupata sehemu ambao wanaweza wakaenda kwa urahisi wa kufika na wakapata huduma ya elimu. Kwa hiyo napendaga kuziweka kimitaa. Kwa mfano hapa kwenye mtaa wetu wa Mpiji tumekuwa na kilio kikubwa sana cha shule ya msingi. Tumehangaikia sana vya kutosha, kumekuwa na nenda nirudi, lakini tunashukuru kwamba mwisho wa siku serikali ilikubali kutupa shule ya msingi ya Mpiji, ndio ambayo ipo kwenye mchakato sasa hivi wa kuanza ujenzi wake. Kwa hiyo hilo itakuwa ni jambo kubwa sana ambalo tutakuwa tumeliokoa na tumelifanya, kwa sababu ndio lilikuwa ombi kubwa la wananchi wa mtaa ule wa Mpiji. Lakini pamoja na hivyo, mitaa yetu yote ina changamoto za barabara za mitaa, especially kipindi kinapofika cha mvua kunakuwa na changamoto sana kupitika kwake. Nashukuru manispaa hata wiki hii iliyopita wamepitisha greda na wanaendelea kupitisha greda, lakini ni katika vitu vya mbele sana kuhakikisha mandhari yetu ya kata ya Mbweni kwenye mitaa yetu yote, barabara zile mpaka za ndani ambazo zinafika kwenye maeneo yanayoishi watu ziwe zinafikika wakati wote. Kwa hiyo ni kipaumbele ambacho lazima tukiangalia. Nimejaribu kuongea na wenzangu kwamba natamani ndani ya ile miezi mitatu ya kwanza ya uongozi wangu iwe ni jambo ambalo tulipe kipaumbele sana kwenye kuhakikisha kwamba tunazisafisha. Tuache swala la kufuatilia ziwekwe kwenye kiwango cha lami, kwa sababu najua mchakato wake utakuja ni mrefu kidogo, lakini hizi za kuzisafisha kwamba tuhakikishe zote kila mtu ana uwezo wa kutoka barabara kubwa na kufika kwenye nyumba yake, hili tulipiganie kwa nguvu zote zaidi. Lakini kuna mtaa wetu mmoja wa Maputo, shughuli zao za kiuchumi nyingi pale ni uvuvi. Tuna soko la samaki pale. Soko la samaki la muda mrefu, lakini halijawahi kuboreshwa na haliko katika hadhi ya kuwa soko la samaki. Wanafanya kienyeji sana kwa sababu hakuna miundombinu pale. Kwa katika vitu ambavyo tumesema kwa sababu uchumi uko pale, tukahangaika na vitu ambavyo vitawanufaisha wananchi kiuchumi. Kwa lile soko tutaenda kuliangalia, na nimeambiwa serikali imeshaanza kuleta wataalamu wa kujenga soko lile. Lakini sasa lingine, kabla hujafika kwenye ile soko, kuna barabara ambayo lazima ufike pale kwenye soko. Kuna daraja muda mrefu sana kwa miaka mingi limekatika. Kwa hiyo maji yakijaa pale watu inabidi wapite bila nguo. Unafanya kuvuka kwa kuogelea ili ufike kule sokoni. Hakuna mbadala, na imekuwa hatarishi kwa sababu watu wanazama, lakini wanaopata shida sana ni wakina mama ambao ni wachuuzi wa samaki. Lakini pia hata watoto wale wanaotaka kwenda beach, imetuletea baadhi ya kesi kwamba wanabakwa kupitia hali ile, kwa sababu mtu anamdanganya mtu, ngoja nikuvushe, alafu akifika anamfanyia vitendo ambavyo sio vizuri. Kwa hiyo hilo ni jambo kwa mtaa wetu wa Maputo. Lakini kwa mtaa wetu wa Mbweni imebahatika kuwa na bandari ndogo ambayo ni rasmi kabisa, kwa serikali inaitambua bandari ndogo, lakini imekuwa ikilalamikiwa sana kwa sababu ya utendaji wake umekuwa sio wa uhakika, sio reliable, kwamba sio kwamba utaamka asubuhi utaenda pale utakuta kuna kazi za kufanya. Kwa kuna leo unaambiwa kazi hamna kwa sababu fulani, kesho zipo. Kwa kumekuwa na utaratibu ambao hauna uhakika wa uendeshaji wa bandari ile. Kwa hiyo watu wetu pale ambao wanategemea ile bandari, kuna siku za kufurahi na kuna siku za kulia njaa. Kwa hiyo ni katika jambo ambalo nimesema tukutane na mamlaka zinazohusika, tuweke utaratibu ambao itaonekana ni bandari ambayo inafanya kazi kila siku na wananchi, lakini pamoja na serikali, kwa sababu pale inaingiza mapato ya serikali nayo ipate mapato yake. Lakini kingine ni kwamba bandari ile haina miundombinu. Ni bandari ambayo inaingizia kipato kikubwa sana serikali, lakini serikali bado haijaanza kuweka miundombinu pale. Kwa hiyo ni wazo langu na jambo ambalo nalitamani tukaliongea na mamlaka husika, basi bandari ile iboreshwe miundombinu ili gari aina yoyote kwa ajili ya kubeba mzigo ifike. Bandari ya Mbweni na bandari ya Bagamoyo zina almost capacity sawa, lakini ya kwetu haina miundombinu. Lau kama ingekuwa na miundombinu hii,
mizigo mingi ingekuwa ikishukia hapa, kwa sababu hapa ni karibu na soko lilipo ambalo ni mjini Dar es Salaam hapa. Kwa hiyo ndio jambo ambalo kwa pale lazima tulifanyie kazi. Lakini kuna jambo moja kule kwenye mtaa wetu wa Teta. Mtaa wa Teta ni mtaa pekee ambao hauna kituo cha afya wala zahanati. Wanategemea kwenda kwenye vituo vilivyokuwepo. Kwa hiyo jambo lao kubwa pale, wao walikuwa wanataka tuwe na zahanati ama kituo cha afya. Na uzuri ni kwamba kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi jambo hili limesemwa na mbunge ameliahidi, kwa sisi tutaenda kulisimamia tuhakikishe kwamba zahanati ama kituo cha afya kinapatikana kwenye mtaa ule, kwa sababu ni mtaa mkubwa na ina idadi kubwa ya watu. Kwa hiyo panastahili kuwa na huduma. Wale pale pia wanahitaji shule ya msingi. Wamebarikiwa kuwa na shule ya sekondari ambacho ina kidato cha kwanza mpaka cha 6, lakini hawana shule ya msingi. Kwa hiyo wameomba. Kwa hiyo na kwenye ilani pia imetajwa na mheshimiwa mbunge katika moja ya ahadi zake alizosema ni kwamba pia tutaenda kusimamia ujenzi wa shule ya msingi pale, kwa sababu shule zilizokuwepo kutoka Teta kuzifuata shule zilizokuwepo za msingi ni umbali mrefu kidogo. Na hapo Teta ni eneo ambalo zamani lilikuwa likivamiwa sana na mafuriko kwa sababu ya miundombinu ya barabara na mifereji. Serikali imefanya na imeweka hela nyingi sana kwenye kuboresha mifereji, haswa kwenye barabara zetu hizi kuu. Lakini kuna zile barabara za ndani nyingi bado hazina mitaro ya uhakika, kiasi cha kwamba mvua kubwa zikinyesha, maji yakizidiwa kwenye mitaro ile mikubwa yanajaa tena huko kwenye nyumba za watu, inakuwa ni changamoto kiasi. Kwa hiyo tumesema hilo nalo tutaliweka katika yale ambayo tutayafanya na tutayasimamia, kwa sababu yanaathiri. Haya ninayosema ni yale ambayo yana athari ya moja kwa moja kwa wananchi. Ndio mambo, lakini hapo mengi ambayo tunajua kabisa kwamba haya yanawezekana kwa kupitia serikali yetu, lakini kupitia baraza letu la madiwani tutakuwa tuna uwezo wa kwenda kujadili na kujenga hoja ili tuhakikishe kwamba tunapata location za pesa kwa ajili ya kuleta kwenye hii miradi. Malizie na mtaa wetu wa Malindi Estate. Malindi Estate wao kule nao wana changamoto ya kutokuwa na shule kabisa. Na eneo la ujenzi wa shule upo, na serikali pia ilishaonyesha nia ya kujenga shule pale, tena shule ya kisasa. Sasa ni swala la mimi ninayeingia kwenda kuhakikisha kwamba jambo hilo linaanza utekelezaji. La mwisho kwenye haya mambo ambalo huwa nalisemaga pia linasikitisha, kwa sababu hata rais pia liliongea, ni uwepo wa migogoro ya ardhi kwenye kata yetu ya Mbweni. Katika kata zilizotajwa na mheshimiwa rais kwenye kampeni yake kwenye mkutano pale Kinondoni, alisema migogoro ya ardhi iko baadhi ya kata, na Mbweni pia tukatajwa. Ni kweli tuna changamoto za hii migogoro ya ardhi, lakini nimeona kwamba migogoro mingi ya ardhi inatokana na usimamizi mbaya au ukosefu wa ushirikishwaji wa wadau. Viongozi wetu wa idara ya ardhi wanafanya kazi kubwa sana, lakini wakati mwingine nadhani kunakuwa na makosa ya kiufundi ya kutoshirikisha wadau. Nakuta wananchi wanatambua kwamba eneo hili sisi tunalitambua kwamba ni eneo lililowekwa kwa ajili ya matumizi fulani, limepangwa matumizi fulani, labda ni eneo la wazi, lakini ghafla wanakuja kushtuka eneo lile linapimwa viwanja, wanauziwa watu wao bila kujua kinachoendelea. Kwa hiyo imetuletea migogoro mingi sana. Hiyo migogoro ipo karibia mitaa yote kwenye kata ya Mbweni. Mambo hayo yapo Malindi, yapo Teta, yapo huku Mpiji, yapo maeneo karibia yote. Kwa hiyo nimepanga mwezi ujao, kwa sababu hili mpaka sasa hivi bado kuna maeneo mimi napigiwa simu kulalamikiwa. Tukasema tutaanza na kitu cha kutambua. Tutaanza na kampeni ya kutambua maeneo yote ya wazi, maeneo yaliyopangwa kwa ajili ya huduma maalum. Hiyo kampeni tutaifanya mtaa kwa mtaa,
tuyatambue, tufuatilie umiliki wake au uhalali wake, nani anamiliki na amepangiwa matumizi gani, na sasa hivi hapo kwenye hali gani, ili tuanze kuyatambua, tuyalinde na tuyatunze maeneo hayo. Na yale ambapo serikali itakuja labda na mpango wa kusema jamani, mmekuwa mkiomba jambo fulani, tunaomba tubadilishe matumizi, eneo hili yaende kwenye jambo hili, basi tutakaa na wadau tukubaliane kwa pamoja, kwa sababu ni kwa interest za wananchi. Hilo tutaliafiki kwa pamoja. Kwa nisema tuniongea haya machache kwa sababu umeniuliza mambo ambayo nataraji kuyafanya ni mengi, na mimi niliandaa kabisa ka kitabu ka vitu ambavyo nataka kuvifanya nikiwa diwani, au zile changamoto, kwa sababu tulipita kila mtaa na viongozi wote tuliwashirikisha kutaka kujua changamoto za mitaani zipi wanazozani kwamba hizi zinahitaji kushughulikiwa. Kwa hiyo tunacho kabisa kitabu, na ipo siku tutakapokutana na viongozi wangu wa chama na wananchi nitakikabidhi, niwaambie jamani, itakapoisha miaka 5 mtanihukumu kwa yale ambayo nimeyatekeleza kwenye hili. Pamoja na kwamba ninayo ilani ya Chama cha Mapinduzi nayo niongoza katika yale ya kufanya, lakini lazima tuitafsiri ilani ile kwenda kwenye vitendo. Ilani inaposema itajenga shule, haihitaji wakati mwingine inajengwa shule wapi. Itasema kwa miaka 5 hii tuna mpango wa kujenga shule kadhaa kwenye mkoa wa Dar es Salaam. Kwa lazima na sisi tukajenge hoja, tuhakikishe kwamba zile shule na sisi zinakuja Mbweni, kama ni kituo cha afya, kama ni nini, kama ni VETA. Kwa mfano sisi katika hoja yangu kubwa ninayotamani sana kwenda nayo manispaa kule, na ujenzi wa VETA. Wilaya Kinondoni haina VETA, unajua hilo. Na lakini unajua kwamba tuna vijana wengi sana wanahitaji kusomea ufundi, na maanisha VETA ya hii tunayotambua. Yes. Kwa hiyo ni jambo ambalo hata kama haitajengwa kwenye kata ya Mbweni, lakini ni jambo ambalo lazima tujitahidi kupatikana VETA ya kisasa ambayo ita accommodate vijana wengi ili wapate masomo yao ya ufundi na waje kuwa na wazalishaji kwenye nchi. Asante sana. Huko tupaache kidogo, umeshatoa projection ya namna ambavyo utaenda kufanya kazi kama diwani. Lakini sasa udiwani watu wameshashinda udiwani, lakini kuna kajoto kingine ambako kanapanda kweli kweli. Joto lililopo ni umea wa manispaa Kinondoni, na we kidogo umekuwa ukihusishwa kwamba na we unataka umea. Sasa joto lake liko juu sana. Ili joto sijui linasikika wapi na wanaolisikia ni kina nani. Lakini mimi kusema kweli bado halijanifikia hilo joto. Lakini niseme tu kwamba meya ndio kiongozi wa madiwani. Kwenye baraza letu lile la madiwani tutakapoingia, ndio anakuwa mwenyekiti wetu pale ndani. Na kwa sababu ya sifa kubwa ya kuwa meya ni kuwa diwani. Na tuna madiwani zaidi ya 28. Nadhani tuna madiwani 28 ukijumlisha na viti maalum. Hao wote tayari wana sifa. Sifa za kuwa meya. Mtu yote anaweza akaamua akawa meya. Kitakacho kwenda kuamua ni wale ambao watapendekezwa na madiwani watakayeamua kwamba nani awe meya wao. Kwa hiyo kutajwa kama na mimi natajwa ni kwa sababu mimi ni diwani. Kwa sababu mimi ni diwani na nina sifa hiyo ya kugombea umea, lakini sidhani kama kuna sifa nyingine ambayo wanaiona ndio maana wanataja hivyo. Lakini ni jambo jema pia. Mimi niko tayari kuunga mkono mtu yoyote atakaye madiwani watakayeamua kwamba awe meya wetu. Kwa sababu tunaenda kufanya kazi kwa kushirikiana kwa pamoja. Lakini binafsi nia unayo, labda utuweke wazi sasa sisi watazamaji wanaotazama DNA TV wapate exclusive kwamba hiyo nia ipo. Sijui kama utaratibu unaruhusu kutangaza nia za umea. Kwa hiyo hilo itakuwa kwa mimi ni vigumu kulitamka moja kwa moja, lakini niseme ni fursa. Ukiwa kiongozi mwenye maono ya kutaka kutimiza yale ambayo unatamani kuwa kiongozi,
inapotokea fursa ya kuwa kiongozi, tunasema you grab it, you go for it. Unaenda kujaribu. Kwa hiyo sio mbaya kujaribu. Kwa hiyo naamini kwa sababu ni diwani, sifa ya kugombea umea ninayo, basi kama endapo fursa hiyo itatokea, kama na mimi nitaruhusiwa kuambiwa nigombee, basi itakuwa sio jambo baya, na mimi nikajaribu, na mimi naweza nikawa na mchango chanya, mchango ambao ni positive kwenye manispaa yangu, lakini pia kwenye jimbo letu, kwenye wilaya yetu. Sababu unajua meya ni mamlaka makubwa sana, lazima patikane mtu ambaye ana uwezo mkubwa kwa namna ya kuiendesha manispaa na kuhakikisha kwamba miradi inakuwa allocated equal, hata kama sio equal, lakini unapokuwa mnaingia kwenye baraza la madiwani zaidi ya 20 waliochaguliwa, kila diwani ana yale aliyoahidi. Kila diwani ana mambo ambayo wananchi wake wanatamani sana akayafanye. Kwa lazima mnapoingia mule, wakati mnapanga yale ya kufanya, ujaribu kumgusa kila mmoja kwenye kata yake. Hilo ndio jambo la muhimu sana. Kwa lazima uwe na kiongozi ambaye anajua kubalance, sio kwa sababu labda umekuwa meya, wewe umekuwa moyo umetokea Mbweni, kwa hiyo kila kitu nataka kupeleka Mbweni, au nataka kupeleka kwenye jimbo la Kawe, au ametokea meya iko Kinondoni basi anataka kufanya kila kitu apeleke. Hapana. Kwa hiyo tunahitaji mtu ambaye anaweza kubalance, lakini pia kusaidiana na watendaji wetu walioko kwenye halmashauri yetu, kuhakikisha kwamba wanafanya kazi kwa uadilifu na kwa weledi na kwa haki, ili kuhakikisha kwamba tunapeleka huduma kwa wananchi kama tulivyokuwa tumeahidi, kwa sababu wale ndio watendaji. Kisikia sehemu hakuna maji, basi uweze kufuatilia na kupitia kwa watendaji wetu, jamani, eneo fulani halina maji, halina umeme, kuna kituo cha afya hakina matibabu, labda hakina huduma. Kwa hiyo ni mambo ya kufuatilia. Kwa nataka mtu ambaye atakuwa na hekima kubwa sana, lakini na uwezo pia wa kuyapokea na kufafanua, lakini pia na kuyatolea ufumbuzi yale yote ambayo yanaletwa kwenye baraza. Okay, sasa hapo kidogo tumeweza kuona kwenye ngazi ya umea tu kijoto kilivyo, lakini tarehe 29 wananchi wameweza kupiga kura nchi nzima na kumchagua Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini pia wabunge pamoja na madiwani na ukepo na wewe. Lakini hiyo tarehe 29 pia iliambatana na vurugu. Nini maoni yako kwa wale ambao wamefanya vurugu hizo? Kwanza lazima tuwashukuru Watanzania wote ambao wameshiriki kwenye uchaguzi ule, kwenye zoezi la upigaji kura. Zoezi lile lilienda vizuri sana. Ukiniuliza kwamba tulitegemea hali ile, nitakwambia hapana. Kwa sababu gani? Kampeni za uchaguzi, iwe kwenye ngazi ya kata, ngazi ya jimbo na ngazi ya urais, kampeni zilienda vizuri sana. Maeneo yote, hakuna resistance yoyote ilionekana kwenye kampeni yoyote. Awe ni kiongozi wa upinzani ameenda kufanya mkutano sehemu, mikutano yao imejaa, mikutano yao imeshangiliwa na wananchi wamesikiliza sera na wakatawanyika. Hakuna hata aliyevutwa shati. Ukiangalia kampeni kubwa sana zilizofanywa na viongozi wetu, wagombea wetu wa Chama cha Mapinduzi ngazi ya urais na makamu wa rais, zilikuwa ni kampeni za amani sana na usalama sana. Tena ni kampeni ambazo ungehisi labda kutatokea changamoto, kwa sababu zilikuwa zinajaza sana. Sana. Hakukuwa na kiashiria, hatuje kusikia kwamba kuna mkutano usijui mgombea kapigwa mawe kazomewa, no. Yaani kulikuwa na amani nzuri sana, na kazi kubwa tu kwa kufanya ni kuhamasisha wananchi kujitokeza kupiga kura na kuchagua viongozi wanaowataka. Tumetembea nyumba kwa nyumba, tumetembea kwenye mitaa, tumetembea kila sehemu kwa ajili ya kuomba kura za rais. Lakini kipindi hiko
kumekuwa na harakati kubwa sana za viongozi wa dini kuliombea taifa na kuongea na waumini wao kuhusu swala la amani na usalama wa nchi hii. Sasa ukiniuliza kwamba nini kilichotokea siku ya tarehe 29, huwa mimi najiuliza maswali mengi sana kuliko majibu. Nasema ni kwamba kuna usaliti wa namna gani ambao umetokea kwa vijana. Vijana wamewasaliti viongozi wa dini zao ambao walikuwa wakiwahusia kila siku kwamba jamani, hebu mhakikishe kwamba usalama upo. Na unapowasaliti viongozi wa dini ambao wamehangaika kuombea taifa na kuomba amani, ina maana sasa unaona kuna changamoto fulani kwenye maadili yetu. Kwamba kwa nini viongozi wa dini hawasikilizwi. Lakini pia hawa wananchi au vijana walioandamana ni wapi katika wale ambao tukihangaika nao kwenye kuomba kura? Mbona wote walikuwa wanaonekana kama vile walikuwa wako tayari kushiriki na kutupigia kura. Kwa hiyo swala la tarehe 29 zile vurugu, niseme lina maswali mengi kuliko majibu. Lakini pia kwa wewe binafsi unafikiria wale vijana ambao wewe unahisi kabisa ndo vijana ambao kwa mkiomba nao kula kwenye uchaguzi na ndio mko mkizunguka nao, ni nini sababu ni ipi ya wao kuingia barabarani kuweza kuandamana unachofikiria zaidi? Kulikuwa na viashiria vya kwenye mitandao ya kijamii ya vijana kutaka kumobilize vijana wenzao kwa ajili ya maandamano. Na hii ilitokana na kwamba baadhi ya vyama vya upinzani ambavyo vilikuwa vimegomea kushiriki kwenye uchaguzi vikihamasisha kwamba uchaguzi usifanyike. Na kwa sababu uchaguzi ni takwa la kisheria, kulikuwa hakuna namna kwamba uchaguzi ule hautafanyika. Lazima uchaguzi ule ufanyike ili nchi iendelee, kwa sababu tumeshafikia kwenye uchaguzi. Sasa huwezi ukabadilisha, watu wanasema vijana huwezi ukabadilisha gia angani, kwamba uchaguzi umeshaandaliwa na maandalizi yote yamefanyika na hali ikaonekana iko shwari, uchaguzi unaweza kufanyika. Huwezi kuja kuzuia uchaguzi wewe dakika za mwisho kama huna mamlaka inayokutaka kufanya hivyo. Kwa nadhani ni vijana waliokuwa wameshawishiwa wakidhani kwamba maandamano yale yangeweza kuzuia uchaguzi. Lakini tuvishukuru vyombo vya ulinzi na usalama viliweza kudhibiti sehemu nyingi ambazo vurugu zilitokea. Unakuta uchaguzi ushamalizika na watu walikuwa kwenye majumuisho. Kwa hiyo hakuna kituo, kwa historia au kwa taarifa nilokuwa nayo mimi, hakuna kituo ambacho uchaguzi ulivurugika kabisa kwamba haukufanyika. Okay, sasa uchaguzi umefanyika. Lakini nitakupa mfano mmoja. Sio mfano mzuri sana, lakini unaweza ukafanana na huo, na sisemei kwa ubaya. Lakini ni mtazamo wangu mimi. Kunapokuwa na mashindano kwa mfano ya World Cup, tunapoenda kwenye final, patikana timu mbili pinzani ambazo zinataka zikacheze pale, mmoja apatikane kuwa bingwa. Hivi ikatokea timu moja kuelekea kwenye final ikataka kanuni za mchezo zibadilishwe, hivi inawezekana? Hapana, kwa sababu amecheza wakati wote kwa kanuni zile zile. Kanuni ni zile zile ambazo zinajulikana. Lakini kama ulikuwa unataka hukubaliani na kanuni zile, si utaenda kucheza kwanza ile mechi. Afu kishacheza ile mechi, baadaye unaweza ukapeleka malalamiko yako kwamba jamani, sasa nadhani World Cup ijayo kanuni tuzibadilishe, tuziboreshe kwa hivi. Lakini huwezi ukaenda ukafanya vurugu ile mechi isifanyike pale, kwa sababu ile mechi tayari ina wadau wengi ambao ni wahusika kwenye mechi ile, wa nje, wa ndani, watu wameshajiandaa kuangalia mechi. Kwa hiyo ni mfano na kutolea kwa watu ambao walikuwa wanataka kuvuruga uchaguzi ambao ulikuwa umeshaandaliwa tayari.
Lakini vipi kuhusiana na madai yao sasa? Madai yao hasa wanadai haki. Wao wanadai haki zaidi. Je, haya madai yao yanaweza kaa na ukweli kiasi gani? Katika moja ya nchi Afrika na duniani ambapo haki ipo ni Tanzania. Mimi naweza nikasema tunayo haki kubwa sana. Haki ipo. Watu wamekuwa wakisema tusihubiri amani kabla ya haki. Lakini haki gani ambayo mtu amenyimwa katika nchi hii? Mtu ambaye anaweza akanyimwa, hata mhalifu siku hizi anakuwa ana haki zake pia kikamatwa. Hata mhalifu ana haki zake na zinasimamiwa. Kwa mfano hata yale maandamano. Maandamano ni haki kikatiba, lakini yana kanuni zake, yana utaratibu wake. Ukitaka kuandamana, utaratibu uko hivi na hivi na hivi na hivi. Sasa hebu wasaidie sasa, kama unaofahamu waandamanaji in case wakitaka tena kuandamana wafuate taratibu hizi na hizi na hizi ambazo hata watazamaji ambao wao kwa namna moja au nyingine waliweza kushawishika na namna wale wapinzani wanasema si tunaonewa tusiandamane, lakini ni haki, lakini wao labda kwa namna wanavyowaelezea wananchi ni tofauti. Sasa wewe muiweke sawa hapo ili waandamane tukafuate utaratibu upi? Unajua kuna kitu kimoja leo hii, ukimfuata mtu ambaye anauelewa, ukimuuliza yale maandamano na zile vurugu zilikuwa zinalenga nini, itakuwa ni ngumu sana kukujibu. Maandamano yote lazima yawe na agenda, ijulikane agenda ni hii, na maandamano yafuate kanuni. Mimi wanaweza akatoka wananchi wangu huku Mbweni wakaandamana mpaka nyumbani kwangu, lakini wawe na jambo, agenda, kwamba tunaandamana tunaenda kumshinikiza mheshimiwa diwani, bwana tunataka akatuwekee matuta kwenye barabara fulani kwa sababu magari yanapita kwa kasi sana. Inakuwa ndo agenda yao, na wakifika pale wanapoenda kufikia, wakifika wanayasoma, wanayatamka mambo wanayotaka. Lakini ile ya tarehe 29 ilikuwa tofauti. Agenda ya kubomoa vituo vya mwendo kasi ambavyo vimejengwa kwa kodi za wananchi, ambazo wao wenyewe ndio watumiaji wakubwa. Was that an agenda? Hiyo ilikuwa ni agenda namna gani? Kwenda kuchoma petrol station za wafanyabiashara, hiyo ni agenda gani? Unatuma ujumbe gani kwamba watu wasijenge petrol station? Au nchi isijenge barabara za mwendo kasi, isiwaboreshie wananchi usafiri hapa mjini, kwa sababu mwendo kasi unaharakisha sana usafiri. Kwa hiyo unatuma agenda gani? Unaenda kuchoma ofisi za serikali za mitaa ambazo ndo zinahudumia wananchi. Kwa hiyo unataka kusema kwamba wananchi wasihudumiwe? Hiyo ni agenda? Labda kwa mtazamo wao halisi, labda wakichoma serikali ya mtaa, labda ni kupeleka message kwamba labda mwenyekiti wa serikali ya mtaa alikuwa asikilizi, labda atendi haki, wakaamua kuliko kumfuata yeye, basi waoneshe kwa ishara hiyo. Lakini njia za kumshtaki kiongozi au za kuwasiliana na kiongozi na kumshauri zipo nyingi, sio za kwenda kuchoma kituo cha ofisi ya serikali ya mtaa au kituo cha mafuta. Kwa mimi ninachosema kwamba vijana ni kweli vijana wanazo changamoto zao, na ukiangalia kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi iliyopita na hii iliyokuwepo imeaccommodate sana vijana. Vijana wanapewa fursa nyingi sana. Mheshimiwa Rais hapa amesema katika siku zake 100 anaajiri makundi ya watu. Kuna kundi la madaktari, kuna kundi la walimu. Hao wote ni vijana ambao wapo mtaani, huenda walikuwa wanasubiri nafasi hiyo. Lakini pia ukiacha hapo pia kuna mchakato, Rais amesema atatoa pesa kwa ajili ya mikopo kwa vijana. Niko nasema huko. Rais amesema kwamba atatoa zaidi ya bilioni 200 katika siku zake 100 kwa sababu ya kuenda kuwapa wafanyabiashara wadogo ambao ni pamoja na hawa vijana wetu. Lakini kiacha hivyo, jambo hili limekuwa likifanyika miaka yote. Kila halmashauri inatakiwa itenge 10% za mapato
kwa ajili ya kwenda kwenye haya makundi maalum, vijana, wanawake na walemavu. Kwa hapo pia wamekuwa kilalamika kwamba fedha zinatengwa, zinatamkwa tu, lakini kuwafikia vijana wenyewe kabisa haziwafikii, na wanakuwa muda mwingine wanahoja kwamba hizi pesa zimetengwa kwa ajili ya vijana gani? Maanake sisi kama vijana hatujazipata. Hiyo inakaaje kwa namna ambavyo unatazama, na ulikuwa ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wakati huo ukisimamia serikali, na kwa upande wako kwa Mbweni hizo kelele zipo au hujawahi kuzisikia kabisa? Kwamba vijana hawafikiwi na mikopo ile si kweli. Kinacho wafanya wengine wasifikiwe na mikopo ile ni kwa sababu ya utaratibu. Utaratibu wa mikopo ile inayotoka halmashauri ni lazima mjiunge kwenye kikundi, mwe na mradi, mwe na write up, kwamba mwe na andiko lenu kwamba tunataka kufanya nini, wapi, na faida yake ni nini, kwa kuonyesha kwamba mna uwezo wa kufanya kitu mnachotaka kufanya na kurejesha mkopo ule. Vijana wengi wanakwama hapo. Ndio maana unakuta ile mikopo, vikundi vingi ukifika vikilalamika, unakuta madai yao sio kwamba yamekataliwa, lakini yameambiwa kwamba andiko lenu au utaratibu mlioomba umekosewa, kwa hiyo labda karekebisheni au kaanzeni upya. Sasa mimi kwa mfano, baada ya kusikia haya malalamiko mengi kwenye kata yetu ya Mbweni, ambayo nayo pia ni mnufaika wa mikopo hii ya halmashauri, vikundi vingi vimepata, lakini baadhi ya vikundi havikupata. Na changamoto ni hiyo hiyo, kwamba utaratibu wakati mwingine wanakosea. Kwa hiyo mimi niliahidi kwamba ofisi yangu kama diwani wa kata ya Mbweni itakuwa na mratibu maalum kwa ajili ya masuala ya vikundi, kwamba kikundi kikitaka kwenda kuomba mkopo kitakuja, kitasaidiwa utaratibu wote ule wa kwenda kuomba mkopo ule, mpaka tutahakisha kwamba na kukisaidia kufuatilia mpaka kisha kwamba kinapata. Unajua hizi pesa za halmashauri, hii mikopo inasaidia sana kiuchumi huku mitaani kwetu. Hawa kina mama, kina dada, vijana wakiungana pamoja wakaanzisha mradi, na ule mradi ukasimamiwa vizuri, inatusaidia sana kupata makundi makubwa yenye kuzalisha, ambayo yanajitegemea kiuchumi. Vijana wengi wakiwa jobless ndio inakuwa ni changamoto. Na hiyo nadhani kuna viongozi zamani walisema vijana ni time bomb, kwamba ni bomu linalosubiri kulipuka. Kwa hiyo ukiwa kama kiongozi katika nchi hii, katika jambo ambalo tunatakiwa tuliangalia kwa makini na tuangalie namna gani tutalikabili, ni hawa vijana wetu, kuhakikisha kwamba vijana wengi wanapata ajira, vijana wengi wanapata shughuli za kufanya. Ndio maana umeona Mheshimiwa Rais amekuwa akipambana sana kwenye kujenga VETA, vyuo vya ufundi hivi, lakini pia amebadilisha hata mitaala ya elimu ili iweze kuwapa watoto wanaomaliza skills maalum ambazo mtu anaweza akatoka pale akaenda akaanzisha kitu cha kufanya. Lakini pia jambo lingine ni viwanda. Kuna wakati tulikuwa tunajiita Tanzania ya viwanda. Sera ile ni muhimu sana kwa ajili ya kuikomboa nchi hii kutoka kwa vijana ambao hawana ajira. Kwa hiyo na tamani kuona kwamba kama ilivyoelezwa kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi, tukasimamia ujenzi wa viwanda vingi sana kwenye nchi yetu, tukajenge viwanda kutokana na nini kipo kule. Yani kwa maana kama mkoa fulani unafanya shughuli fulani kubwa za kibiashara, basi tuwapelekee kiwanda. Namkumbuka marehemu Rais Magufuli alishawahi kusema, akiangalia urefu wa bahari kutoka ni wapi mpaka wapi, alafu katikati haoni kiwanda cha samaki, alikuwa anashangaa sana. Lakini nadhani baada ya pale uliona juhudi zimefanyika, na ni kweli viwanda hivi vinajengwa. Na ukifuatilia viwanda vingi sana vimejengwa, na viwanda ndio mkombozi pekee wa ajira za vijana. Sasa hivi ukienda kwenye kiwanda chochote, subiri ule wakati wa jioni, wakati wanafunga ofisi, angalia marundo ya vijana wanaotoka. Kwa hiyo tukifanikiwa kupata vijana wengi kwenye shughuli za viwanda za uzalishaji, tutapunguza sana malalamiko ya vijana kwenye nchi yetu hii. Okay, sawa. Sasa tutoke hapo
Twende kwenye kitaifa kwa sasa hivi. Kuanzia tarehe 21 mambo yamekuwa kidogo mtandaoni huko na Watanzania ya moto sana kwenye uchaguzi hasa wa spika wa bunge. Tulia Ackson, spika wa bunge mstaafu, alijiondoa kwenye mchakato wa uspika wa bunge, akabakia Mheshimiwa Zungu peke yake na kupigiwa kura nyingi kushinda kuwa mwenyekiti, kwa spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wewe ukimtazama Zungu unamtazama kama mtu gani kwenye kile kiti, anakiweza? Kwanza nimpongeze sana Mheshimiwa Zungu. Ni kaka yetu, ni baba yetu, ni kiongozi wetu hapa mkoa wa Dar es Salaam, na nyingi tumefanya naye mikutano kupitia mashauri kuu yetu ya mkoa. Mkutano wetu mkuu wa mkoa hapa Dar es Salaam, huwa ni mshiriki mzuri sana. Kiongozi muungwana, kiongozi mwenye uzoefu, kiongozi ambaye amedumu kwenye bunge kwa muda mrefu, ni pia amekuwa mbunge kwa muda mrefu pia. Lakini uzoefu wake ule wa kutoka kuwa naibu spika wa bunge lililopita, nadhani pia umembeba kufikia kwenye ngazi hii. Kwa hiyo naamini kwamba bunge la safari hii limepata kiongozi madhubuti, kiongozi mwenye hekima na busara, kiongozi ni mcha Mungu. Zungu ni mcha Mungu, kwa hiyo ni mtu mwenye hofu ya Mungu. Kwa hiyo tunaamini kwamba wabunge watatendewa haki sana kipindi hiki. Watakuwa huru kujadili miswada, kujadili shughuli zote zinazopelekwa pale bungeni, kwa sababu ni mtu anayependa haki, lakini pia ni mzalendo wa nchi hii. Katika wazalendo wa nchi hii basi na Zungu na yumo. Lakini pia uzoefu wake kwenye kuongoza huko nyuma, ukiangalia hata kwenye CV yake, alikuwa ni mtu sahihi kwa wale watu wote waliochukua fomu pale. Nadhani pia Mheshimiwa Spika aliyepita naye alitumia busara hiyo. Baada ya kuona Mheshimiwa Zungu amechukua fomu, naamini labda walishauriana wakaamua kwamba labda Zungu atatutosha zaidi, ndio maana wakamchukua. Kwa hiyo nimpongeze Mheshimiwa Zungu, lakini wapongeze wabunge wote wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania walioshiriki kwenye competition, na niwapongeze wote kwa kiapo chao cha kulitumikia bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunaamini tutakuwa na bunge huru, bunge linalofuata haki, bunge linalounganisha Watanzania, lakini bunge linaloisimamia serikali katika utekelezaji wa shughuli za maendeleo. Okay, hapo siku ya leo tumeweza kupata Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mpya, yani mrithi wa Kassim Majaliwa ambaye ni Mwigulu Nchemba. Lakini pia Mwigulu Nchemba amekuwa akipita kwenye misukosuko mingi hapa katikati akiwa waziri wa fedha. Vipi unahisi ataenda kufanya kazi kwa ufanisi ukilingana na hizi changamoto ambazo amezipitia? Nimpongeze sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kumpendekeza Dr. Mwigulu Lameck Nchemba kuwa ndio waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sisi kama vijana kwetu ni furaha kubwa kwamba tumepata kiongozi kijana, lakini sio kijana tu, kiongozi mchapakazi na mzalendo. Na Mheshimiwa Mwigulu ana historia nzuri ya nafasi zote alizokuwa akizitumikia kwenye serikali. Amefanya kazi nadhani kwa marais kama sikosei, kama sio watatu nadhani. Kwa hiyo ana uzoefu mkubwa sana, na ndio maana umeona Tanzania kiuchumi imefanya vizuri sana awamu iliyopita. Ni nchi ambayo uchumi wake ulikuwa unakuwa, lakini waziri wa fedha alikuwa ni Mwigulu Nchemba. Sasa kwenye wizara na kwenye nafasi yake aliyokuwepo, wakati mwingine yapo maamuzi unaifanya kwa sababu ya kwa ajili ya maslahi ya nchi, kwa sababu tuna miradi mingi ya maendeleo. Wananchi wanataka huduma, wananchi wanataka yale mlioahidi myatekeleze. Mnayatekelezaje kama hamna bajeti, kama hamna fedha? Kwa kuna wakati wa viongozi wetu wanapokaa na kubuni mbinu ambazo zinaweza zikasaidia kuongeza pato la taifa, ndio hizo lawama unazikuta zinatokea yanapofanyika au zinapotolewa
maamuzi ya mambo fulani yaongezeke, labda ongezeko la kodi, lakini huwa wana balance, kutaongeza au kutapunguza, mradi kwamba mwananchi wa chini au mlaji wa mwisho kabisa haathiriki sana. Kwa hiyo ni mtu ambaye amepita vita nyingi na amevishinda, na umeona hata kwenye kampeni za urais, wakati mheshimiwa rais anapita kuomba kura, yapo mambo alikuwa anamwacha mheshimiwa Dr. Mwigulu Nchemba akayaseme. Nakumbuka moja kabisa ambalo lilikuwa lishaanza kusema ile la kusema kwamba nchi ina uhaba wa pesa, wanataka kuprinti pesa. Mheshimiwa Mwigulu kwenye mikutano alipanda kwenye jukwaa na kueleza vizuri sana, kiasi cha kwamba hata mtoto mdogo anaweza akaelewa na akaona kwamba ni uzushi ambao unafanywa na watu wasiokuwa na nia njema kwenye mitandao yetu ya kijamii. Kwa hiyo ni mtu ambaye tumepata mtu mzuri sana ambaye atasaidiana na rais kuiongoza nchi hii vizuri sana. Tutegemea makubwa kwa Mheshimiwa Mwigulu Nchemba. Ni mtu ambaye kwanza ni humble. Hata leo nimesikia speech yake ya kushukuru. Unaona ile humble background aliyotoka, na ndio nikasikumbe, ndio maana huyu mtu yuko hivi siku zote. Ni mtu ambaye anajichanganya sehemu yoyote popote. Ni mtu wa watu. Kwa hiyo tuamini anawajua watu wa hali zote. Kwa hiyo atakuwa ni kiongozi ambaye anajua anaoenda kuwatumikia ni kina nani. Tuamini kwamba ataiwakilisha vizuri serikali ndani ya bunge, na kutakuwa na maelewano na majadiliano mazuri ndani ya bunge kwa ukomavu wake wa kisiasa, lakini pia kiuongozi. Kwa nampongeza sana, tunamwombea Mungu amlinde, aende afanye kazi yake ya kulitumikia taifa hili kwenye nafasi ya waziri mkuu kwa amani na usalama kabisa. Okay, sawa basi, mimi ni kushukuru sana kwa nafasi ambayo umeweza kutupatia kufika kwako, lakini mwisho kabisa mimi ningependa zaidi uzungumze sasa na vijana, maanake wanajiorganize tena tarehe 9 Disemba, waingie barabarani. Zungumza nao kama mzazi, kama mwalimu, lakini pia kama diwani, kama kiongozi. Asante. Cha kwanza, uchaguzi umeshafanyika. Kama lengo mara kwanza lilikuwa ni kuzuia uchaguzi umefanyika na viongozi wamepatikana. Na viongozi waliopatikana, bahati nzuri sana, wameonyesha nia ya kukaa mezani na kufanya maridhiano. Mheshimiwa Rais ameahidi kwamba ataandaa tume ya maridhiano, kwa maana tukajadiliane wapi, nini limetokea, tulikosea wapi, labda kitu gani hakikwenda vizuri, tuli overlook kitu gani. Kwa hiyo hebu tuyaongee, kwa sababu Tanzania tunayoijua na inayojulikana sio hii wenzetu wanayotaka kuionyesha. Na kuna watu nadhani wanataka kulazimisha Tanzania ionekane kama ni nchi ya vurugu, ni nchi ambayo hakuna amani. Kwa hiyo tumeona kwamba kiongozi mkuu wa taifa ameonyesha nia ya kufanya maridhiano. Kwa hiyo niwaombe viongozi wa madhehebu ya dini, viongozi wa vyama vya siasa, viongozi wa taasisi ambazo sio za serikali, viongozi wa private sectors, yaani ule mjumuiko wote wa viongozi, wapatikane hayo makundi, yakae kwa ajili ya kujadili mustakabali wa amani katika nchi yetu. Hatuwezi tukaruhusu kweli hili jambo litokee. Athari yake kila mtu ameiona. Waliofanya vurugu ni wachache, lakini waliopata tabu na kuteseka ni wengi sana. Ni wengi sana. Tulikaa ndani zile siku 3, unashindwa kutoka nje. Kama huko ndani ulikokaa huna hata maji, ilikuwa ni mtihani sana. Hili jambo sio la kuombea. Kwa hiyo niwaombe na kuwasihi sana vijana wote wa Tanzania. Tunao viongozi ambao wanafikika. Tunao viongozi ambao wako tayari kuwasikiliza na kufikisha hoja zenu mahali stahiki. Tutumie nafasi za kufikisha ujumbe wetu au mambo yale tunayotamani yafanywe kwa viongozi waliochaguliwa, kuliko kuingia barabarani na kufanya vurugu, kuliko kuingia barabarani na kuandamana kwa jambo ambalo halina ajenda kamili. Kwa hiyo viongozi wapo na wameonyesha nia, na sasa hivi nadhani baada ya kumpata waziri mkuu
Kesho rais atahutubia bunge. Nadhani hotuba ya rais ya kesho itatuonyesha mwongozo, itatuonyesha direction kwamba Mheshimiwa Rais anakusudia kuitengeneza au kuirudisha Tanzania katika hadhi yake ile ya nchi ya amani duniani. Amepanga kufanya nini? Nadhani kesho tutapata mwelekeo wa Mheshimiwa Rais, na niombe vijana pia wawe watulivu. Vurugu hizi, unapofanya vurugu wanaoumia ni wengi. Unapofanya vurugu, zile vurugu hazikusaidii wewe kupata kile unachotaka. Matokeo yake ni kwamba wapo wenzako kwa vurugu zao wataenda kuumizwa, watapoteza mali zao. Kuna ambao kwa bahati mbaya wanaweza wakapoteza hata uhai. Kwa nini uwe sababu ya kupoteza uhai wa mwenzako? Kwa hiyo tunaweza tukafanya mambo haya kwa amani na utulivu, na kufikisha ule ujumbe ambao tunataka kufikisha kwa viongozi, ili basi kila mtu ariziki. Nchi ni yetu sote. Mimi kwa mfano sasa hapa ni diwani. Mtu yoyote anaweza akanipigia simu, akanitafuta, akanifuata nilipo, akaniambia kuna 1 2 3, na mimi nitajua namna ya kulifuatilia na kulijua nilipeleke wapi hili jambo, kwa sababu ni muhimu. Lakini watu wakianza kupigana kule nje, wakaandamana, wewe kama kiongozi unawasaidiaje? Lazima tutafute vyombo vya ulinzi na usalama uwadhibiti, na wakiwadhibiti matokeo yake ndio hayo ambayo yanaweza yakatokea yakawa tofauti. Kwa hiyo niwaombe sana ndugu zangu, hata wale ambao wanaandaa jambo hili, basi waone kwamba hawatendei haki Watanzania. Watanzania wanapenda zaidi amani. Watanzania wanapenda sana tuonekane tunashikamana, lakini Watanzania pia wanataka kuona haki zao na haki za msingi za mtu zinapatikana. Asante sana. Nashukuru sana. Asante sana na karibu sana. Mpenzi mtazamaji wa D&A TV, nafikiri utakuwa umeweza kupata mengi sana ambayo yamehusu sana nchi yetu kutoka kwa Mheshimiwa Diwani wa Kata ya Mbweni Abdulkadri Mgeni, ambaye ameweza kuzungumza mengi, hasa amezungumza na vijana, lakini pia ameweza kuzungumza kwa uchaguzi wa waziri mkuu, lakini pia spika wa bunge, na amewasa sana vijana kuweza kutafuta utaratibu mwingine wa kuweza kufikisha malalamiko yao, lakini sio kwa mfumo wa kuandamana. Na usisahau kusubscribe, kucomment na kushare kwa ndugu jamaa na marafiki, ili uendelee kuwa mwanafamilia wetu. Na mwisho wa kipindi hichi ndio mwanzo wa kipindi kingine, na nyuma kamera nilikuwa na Jovano, lakini pia na Lei, ambao wote wamehakikisha maudhui haya yaweze kukufikia vizuri kwenye smartphone yako, lakini pia kwenye TV yako. Asante.